Swali moja ambalo nimekuwa nikilipokea mara nyingi sana ni kuwa mimi sijasoma chuo lakini nahitaji kuwa mtaalamu wa teknolojia. Je, inawezekana kweli? Ni swali ambalo nimekuwa nikilipokea hili mara kwa mara, swali la design kama hii. Sasa leo kupitia video hii nataka nikuonyeshe roadmap halisi ya kuweza kufikia huko ambapo unahitaji kuweza kufika bila hata kupitia chuo kikuu. Ukweli ni kwamba dunia hii tulionayo haijali una degree gani. Inachojali ni kile ambacho unachoweza kukifanya. Sasa safari ya kuwa mtaalamu wa teknolojia bila kupitia chuo inawezekana bila ya shida yoyote ile. Isipokuwa sasa ni lazima kuna hizi hatua uweze kuzitambua. Sasa hatua ya kwanza ambayo naweza kushare na wewe leo, elewa msingi ya kompyuta. Hii ni hatua ya kwanza ambayo unatakiwa uweze kuitambua. Kompyuta je, inafanyaje kazi? Ufahamu operating system, files, internet, browsers, keyboard shortcut na vitu vingine ambavyo ni vya msingi. Ni vitu ambavyo vitaweza kukujengea wewe msingi kuweza kufikia hayo mambo mengine makubwa. Ni kama vile kuweza kujifunza kuendesha gari kabla ya kuingia katika mashindano. So, unatakiwa uweze kuelewa msingi wa kompyuta. Lakini hatua ya pili, chagua njia moja ya kuanza nayo. Chagua basi njia ambayo unahitaji kupitia kufikia kule ambapo unahitaji kufika. Tech ni uwanja mpana, kuna mambo mengi sana: web development, graphic design, cyber security, data analysis, digital marketing na nyinginezo nyingi sana. Sasa usikimbilie tu kuweza kujifunza vitu vyote hivyo. Jaribu kuchagua kitu kimoja cha kuweza kuanza nacho, hata kama hauna uhakika kitu ambacho unachagua ni sahihi kwako. Wewe just chagua ambacho unakihisi kwako ni vyema kuweza kuanza nacho. Anza na hicho kitu. Baadaye mbeleni huko utaweza kujua tu kitu gani ni sahihi kwako, ama ni hicho ambacho umechagua ndiko ambacho ni sahihi kwako na umefanya chaguzi nzuri na sahihi katika kile ambacho umejifunza. So hakikisha unaanza, chagua kitu kimoja, anza kujifunza hatua kwa hatua, usisite kwa kuweza kushindwa kujua kitu gani cha kuweza kujifunza. Hatua tatu, jifunze online katika mpangilio mzuri. Kuna kozi nyingi sana mtandaoni, YouTube, Coursera, Free Code Camp, Canva tutorial, kuna platform nyingi sana ambazo unaweza kuzitumia kujifunza. Ninachotaka kuambia, usikurupuke, usiruke. Panga ratiba yako, mfano wiki ya kwanza unajifunza HTML, wiki ya pili unajifunza CSS na kuendelea. Consistency ndogo ambayo utaonesha kila siku ndio siri ya mafanikio. Kuwa ni mtu wa kujifunza hicho kitu ambacho umechagua siku baada ya siku na utaweza kufanikiwa. Lakini hatua ya 4, jaribu kuwa ni mtu wa kufanya mazoezi na kutengeneza project ndogo ndogo katika kile ambacho unajifunza. Na hapa ndipo watu wengi huweza kuanguka. Jaribu kutengeneza kitu halisi. Kwa mfano, kama una design, tengeneza basi poster ya event halisi. Kama una kodi, jaribu kutengeneza project website ambayo ina jina lako. Mfano, unajifunza marketing, tangaza biashara za jamaa zako, rafiki zako. Fanya project ndogo ndogo ambazo zitakujengea confidence na portfolio ambazo utaweza kuzipa kipaumbele. Hatua ya 5, tengeneza portfolio na kuweza kujitangaza. Ni hatua muhimu sana. Unatakiwa basi uweze kutengeneza sehemu itakayokuwa inaonyesha kazi zako. Uwe na account ya Behance, GitHub ama hata Google Drive. Jaribu kuweza kujitangaza taratibu katika social media account zako, uweka kazi zako, elezea kile ambacho unachojifunza, unachokifanya, jenga jina lako kidogo kidogo, utajiona ukipiga hatua na kuweza kufanikiwa. Lakini vile vile kuwa ni mtu wa kujiunga na watu ambao wana mwelekeo kama wako. Ni hatua nyingine ambayo unatakiwa uweze kuchukua. Kaa karibu na community za tech, WhatsApp groups, Discord server, Telegram. Jiunge na platform kama hizo ambazo zina watu wanaoweza kukupa wewe fursa kujifunza peke yako. Unajua ni vizuri, isipokuwa kuweza kukua na wengine ina nguvu zaidi na itaweza kukupeleka mbali zaidi. So hakikisha unakuwa karibu na wale watu ambao wanafanya vitu kama wewe ambavyo unavifanya. Step ya 7 ni kuweza kujenga tabia ya kujifunza kila siku. Teknolojia imekuwa ikibadilika kila siku. Kama unahitaji kuwa ni mtaalamu wa kweli, basi hakikisha unakuwa ni mtu wa kujifunza kila siku. Uache kujifunza siku baada ya siku. Wewe ndio utakuwa ni mtu ambaye unaendana na mabadiliko ya teknolojia na utakuwa upo active muda wote. So ukiangalia vizuri, hakuna siri kubwa. Kitu ambacho kinahitajika hapa ni ule mwelekeo, lakini vile vile nidhamu, discipline, lakini pia na mazoezi. Ni vitu muhimu sana ambavyo unatakiwa uweze kuvipa kipaumbele na kutenga muda wako vizuri. Usiogope kuwa self-taught, jifunze wewe mwenyewe. Dunia hii ya tech imejaa watu ambao wameanza kama wewe, hawajapita chuo wala nini. Wameweza kuthubutu. Kama hauna vigezo vya kuingia chuo kikuu kusomea kile ambacho unatamani kukisomea, still kwa upande huu wa teknolojia una uwezo wa kujifunza wewe mwenyewe, tofauti na masuala yao mengine kama udaktari na mambo mengine ambayo lazima upitie huko, lakini teknolojia haiko hivyo. So hakikisha basi unachukua hatua, anza leo kujifunza lolote lile
Platform mbalimbali zipo ambazo unaweza kuzitumia kujifunza. YouTube moja tu ni sehemu ambayo unaweza kujifunza chochote kile na ukawa mzuri tu kama utaweka bidii na utakuwa na mpangilio mzuri na utakuwa serious katika hicho ambacho unajifunza. Sina la ziada. Una lolote la kushare juu haya, share katika sehemu ya comment hapo pamoja na sisi. Lakini vile vile una swali lolote, sehemu ya comment ipo kwa ajili yako, unaweza kuuliza. Naweza nikakujibu mimi ama wenzetu ambao tupo nao hapa pamoja, naweza kujibu swali hilo kama kuna mtu ambaye atakuwa analelewa vizuri. Like video hii, kama ni mgeni kisha una subscribe channel yangu ya YouTube, tuendelee kuwa pamoja. Tumekuwa ni watu wa kushare maarifa, wa kujifunza pamoja siku baada ya siku. So kama na wewe unahitaji kuwa ni mtu wa design hiyo, endelea kuwa pamoja na mimi hapa katika YouTube channel yangu ya Mohamed Hafidh. Tukutane wakati mwingine. Natumai video hii imeweza kusaidia japo kidogo, imekuongezea kitu japo kidogo, pengine ulikuwa haufahamu ama ulikuwa umejisahau, nimeweza kukumbusha. So hakikisha hauondoki bila ya kuacha like katika video hii. Asante.